Karibu tena kwenye mazungumzo ya Footprints, ambapo tunachunguza na kutumia kanuni za uongozi za kibibilia katika mahali pa kazi kama waumini ambao nyadhifa zao kazini na biashara zao ni kama nafasi ya huduma. Je, hufanikiwi katika utetezi wa usawa wa kijinsia kwenye sehemu yako ya kazi? Jaji Deborah atakwambia ujaribu kuimarisha ujuzi wako wa kutoa suluhu. Hiyo itashughulika na kila chuki na kukupa fursa ya kuleta mabadiliko. Tumkaribishe Jaji Deborah kwenye mazungumzo ya Footprints. Kama kawaida nimefurahi sana kuwa na wewe na watazamaji wako. Wewe kweli ni mfano wangu wa kuigwa. Katika Waamuzi 4 mstari wa 4, tuliona kwamba ulikuwa mke wa Bwana Lapidothi na ulikuwa unaongoza Israeli wakati huo. Kawaida tunazungumza juu ya mama wa kwanza. Wakati huu uko katika uongozi na Bwana Lapidoth alikuwa mshikaji wa kwanza. Ulijisikiaje? Sikuona kuwa ni jambo la kipekee au ya kuwa ya kwanza kabisa. Mungu wangu aliumba wanaume na wanawake kuwa na uwezo sawa wa ujuzi. Nikiwa na utambulisho huo, nilihakikishiwa kwamba ikiwa Ehudi, mtangulizi wangu angeweza kuongoza Israeli, ningeweza kufanya hivyo pia. Sikujiona kuwa na uwezo duni kwa sababu tu nilikuwa mwanamke. Hii inavutia sana. Hasa, baadhi ya wanaume hutumia maandiko ya Biblia kuonyesha wanawake kuwa vyombo dhaifu zaidi, ili kuleta vizuizi visivyoonekana vinavyowazuia wanawake kufikia viwango vya juu zaidi vya mafanikio au uongozi. Je, hivi ndivyo ilivyokuwa wakati wako pia? Hili ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu kama mume wangu Bwana Lapidothi na wanaume wa Israeli wangefanya hivyo, Israeli ingepoteza nafasi ya kuwa na mimi kama mmoja wa viongozi mashuhuri kwa taifa. Sikuwa tu kiongozi wa taifa, bali pia amri jeshi mkuu. Nilikuwa jaji mkuu au mwanasheria mkuu wa serikali, na usisahau, pia nilikuwa mmoja wa watunzi na mshairi mbunifu na aliyekamilika katika Israeli wakati huo. Ndiyo, nikiwa mwanamke. Lakini Mola wangu alinipa ujuzi na uwezo wa kujitofautisha kwa majukumu haya mengi. Mungu wangu pia alinitumia kuleta miaka 40 ya amani nchini Israeli. Nani anasema, huwezi kufanya hivyo kwa sababu wewe ni mwanamke? Waambie wale wanaotaka kukuangusha wao sio Mungu. Ikiwa Mungu wako anasema unaweza, ndio unaweza. Hili linastaajabisha sana. Hadhira, hebu fikiria fursa ambayo taifa lako lingeweza kupoteza: kupata rais mkuu zaidi, daktari stadi zaidi wa matibabu, mhandisi, mkurugenzi mtendaji au kiongozi bora zaidi, kwa kuunda vizuizi vinavyozuia hasa wanawake na walio wachache kutambua uwezo wao waliopewa na Mungu. Hii ndiyo sababu msukumo wa usawa wa kijinsia ni muhimu. Ni kweli. Sioni msukumo wa usawa wa kijinsia kama muhimu, ingawa ni muhimu. Ninaona kujenga ujuzi na uwezo wa nafasi hiyo kuwa muhimu. Watu wanaweza kupinga ufeministi na utetezi wa usawa wa kijinsia, lakini hakuna mtu anayeweza kubishana na kupinga ushahidi wa kutosha kwamba unatoa suluhisho bora kwa sababu una uwezo. Utetezi wa usawa wa kijinsia unaweza kukupa nafasi, lakini kama huna ujuzi wa kutoa suluhu linalohitajika, utawapa sababu wale wanaopinga usawa wa kijinsia ili kuthibitisha kuwa wanawake hawawezi kufanya kazi vilivyo. Afadhali nitakuhimiza kuomba kwamba Bwana akupe uwezo kwa ujuzi na akufanye uweze kwa nafasi yako. Kwa mfano, kama Waamuzi 4 mstari wa 5 inavyoonyesha, nilipokuwa mwanasheria mkuu wa serikali, watu walikuja kutoka Israeli kote kuketi chini ya mtende. Ndiyo, chini ya mtende. Sio jengo la kifahari la mahakama, kwa sababu waliniona kama jaji mwenye ujuzi na uwezo wa kufikiri kwa makini. Nilielewa sheria, amri, mikataba ya kisheria na masharti. Nilikuwa na ujuzi wa mazungumzo na upatanishi ili kutatua migogoro. Nilikuwa na uwezo wa kufikiri kimaadili na ujasiri wa kufanya uamuzi wa mwisho wa kisheria ambao ungeweza kukubalika kwa pande zinazopingana. Ushahidi wa kutoa suluhu ulizungumza kwa sauti kubwa hivi kwamba sikuhitaji kuweka jukwaa lolote la msukumo wa kiitikadi wa usawa wa kijinsia. Ndiyo, wewe ni mwanamke. Kwa ujuzi, ndiyo, unaweza.
Hili lina nguvu sana. Kwa hivyo unasema usawa wa kijinsia huboreka wakati wanawake wanajenga ujuzi wa kuwa watunga suluhu. Ujuzi wetu utatoa sauti kubwa kwa ushahidi kuliko kupinga usawa wa jinsia au rangi. Unaweza kuwa mwanamke au walio wachache. Kwa ujuzi unaweza. Ndiyo, unaweza kwa ujuzi, hivyo omba kwa ajili ya fursa ya ujuzi na umahiri. Jiunge nasi kwa sehemu ya 4 ili kuchunguza ujuzi wa kijeshi wa Mheshimiwa Deborah na kile wanachofundisha hasa wanawake na wachache kuhusu ujasiri, mkakati na uongozi. Anastahili makofi. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.